بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 72 wa kitabu chetu, tukiendelea pale tulipoishia jana. Anasema Sheikh, والمنفصل ما يبتدأ به نظمير منفصل. Ma yubtada'u bihi ni ile inayoanzwa katika mazungumzo au katika maneno. Wayaka'u ba'da illa, na huwa inakuwepo. Wayaka'u, na huwa inakuwepo ba'da illa, baada ya illa fil ikhtiyar, katika njia ya khiyar, kama tulivyoeleza jana. Tamam, hakadha. Wa huwa ma ashara ilayhi, wa huwa, na hiyo dhamiri munfasil, ma ni ile ambayo kwamba ashara ilayhi, ameiashiria mtunzi wa matnul ajurumiyya, mtunzi wa matnul ajurumiyya biqaulihi, kwa kusema kwake walmudhmaru 12. Tamam, hakadha. Walmudhmar na ismu dhamir 12 ni 12, kwa maana majina ambayo ni dhamiri 12 yapo mangapi? Yapo 12, au kwa wingi wake inaitwa asma'u dhamair. Tamam, asma'u adh-dhamair, majina ambayo ni dhamiri 12 ni mangapi? 12. Tamam. Wa hiya, nayo ana ni ana, akaanza na ana. Tamam. Kwenye matni huku utaona anayataja tu, hayatolei mifano. Sawa sawa, anayataja tu hayo majina ambayo ni asma'u dhamair, lakini nini, hayatolei mifano. Lakini mwenye mshereheshaji hapa anayataja pamoja na kutoa mifano. Tamam, hakadha. Kwa nasemaje? Wahia, na hayo majina ana, la kwanza ni ana. Wahia, na hayo majina ana, la kwanza ni ana. Adalu, yenye kufahamisha ala almutakallimi. Tamam, adalu, yenye kufahamisha ala almutakallimi, juu ya mwenye kuzungumza. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako ana qaimun, mimi ni mwenye kusimama. Fa ana, basi tamshi la ana hapa dhamiru raf'in. Dhamiru raf'in ni dhamiri ya raf'u, kwa maana ni dhamiri iliyokaa sehemu ya kurufaishwa. Tamam, hakadha. Kwa dhamiru raf'in ni dhamiru raf'in munfasilun, ambayo ni munfasil. Ukiambiwa kitu munfasil, maana yake ni kitu ambacho hakiungani na kitu chingine, bali kinajitenga. Tamam. Na ndio utaona hapa ana iko kivyake na qaimun ipo kivyake, tofauti na dhamiru muttasilun. Dhamiru muttasilun inafungamana na amil wake, kama namna tulivyoelezwa wapi huko nyuma. Tamam, hakadha. Kwa hiyo dhamiru raf'in, kwa maana ni dhamiri iliyokaa mauki ya kurufaishwa. Munfasilun, ambayo ni munfasil, kwa maana ambayo haifungamani na chochote, bali inajitenga yenyewe. Tamam, hakadha. Kwa hiyo dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un, kisha hiyo dhamiru raf'in mubtada'un ndiye mubtada, mabniyun, iliyojengewa ala sukuni, juu ya sukun, fi mahalli raf'in, katika sehemu kurufaishwa. Hiyo ndio i'rabu yake. Wa qa'imun khabaruhu marfu'un bidhammati adh-dhahira. Tamam, hakadha. Kwa utaona hapo ismu dhamir ambayo ni ana imekaa nini? Imekaa katika mauqi ya nini? Mauqi ya mubtada. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa nahnu, na nini? Na nahnu. Wa nahnu, na nahnu. Adalu ala almutakallimi, yenye kumfahamisha mwenye kuzungumza. Wa ma'ahu ghayruhu, akiwa pamoja na mtu mwingine. Awil muadhimi nafsahu, au mwenye kuitukuza nafsi yake. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako nahnu qaimun.
fanahnu bas tamshi la nahnu hapa dhamiru raf'in munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Hapa utaona mubtada'un amechelewesha. Sawa sawa, mubtada'un mwanzo aliitanguliza, lakini hapa amechelewesha. Tamam. Kwa hiyo maana gani? Fanahnu bas tamshi la nahnu hapa dhamiru raf'in ni dhamiri iliyokaa mauki ya kurufaishwa, kwa maana sehemu ya kurufaishwa. Munfasilun, dhamiri ambayo haifungamani na kitu kingine. Mabniyun ala dhammi, iliyojengewa juu ya haraka ya dhamma. Fi mahalli raf'in, katika sehemu ya kurufaishwa. Mubtada'un, kisha hiyo dhamiri ndiyo mubtada yenyewe. Tamam. Kwa hiyo hii tamshi la mubtada'un linapokuwa mwisho pia huko linarufaishwa, likiwa ni kama nini? Likiwa ni kama nini? An-na'tu an-na'tu ath-thani, likiwa ni kama nini? An-na'tu ath-thani ya dhamiru raf'in. Tamam. Hakadha. Kwa sababu gani? Dhamiru raf'in munfasilun, hii munfasil ni na'tu al-awwal ya dhamiru raf'in. Tamam. Sawa. Kisha mubtada'un na'tu ath-thani, kisha mabniyun. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo tamshi na mubtada'un linapokuwa mwisho huku linarufaishwa, lakini pia lina maana gani? Lina maana kwamba mubtada'un na hii dhamiri raf'in munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in ndiyo mubtada. Tamam. Hakadha. Kwa hizi i'rabu pia ni muhimu mtu ujue maana zake. Sasa hizi i'rabu ni muhimu pia mtu ujue nini? Ujue maana zake, itakusaidia zaidi katika kudhibiti. Tamam. Hakadha. Akaendelea kusema, kwa hivyo tumeziweka wazi huko mbele, tutakuwa tunapita tu. Tamam. Hakadha. Akaendelea kusema waqaimun khabaruhu marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Tamam. Hakadha. Wa anta bifathi at-ta'i, na anta kwa kutiwa fathati yake. Ad-dal ala al-mukhatab, ad-dalu ala al-mukhatab, yenye kumfahamisha yule mwenye kuzungumzishwa. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako, anta qaimun, wewe ni mwenye kusimama. Fa an, angalia hapo, fa an ina i'rabu yake na te pia ina i'rabu yake. Tamam. Hakadha. Nasema fa an, basi hii an dhamiru raf'in munfasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un, wat-ta'u harfu khitabin, na te ni herufi inayoonesha alama na dalili ya mwenye kuzungumzishwa. Tamam. Tulisoma kitu hichi kwenye somo letu la jana. Akasemaje kule? Akasemaje? Wal mudhmaru, na ismu man dhamir ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin biqarinati at-takallumi. Umeona alisemaje kule? Wal mudhmar, na ismu man dhamir ma dalla ala mutakallim, ni ile inamfahamisha mwenye kuzungumza, au mukhatabin, au mwenye kuzungumzishwa, au ghaibin, au aliyekuwa mbali, biqarina, kwa dalili. Akasemaje? Biqarinati at-takallumi, kwa kuwepo dalili au alama ya kuzungumza, au al-khitabi, au dalili au alama ya mwenye kuzungumzishwa, au al-ghaibat, au alama au dalili ya aliyekuwa mbali. Sasa miongoni mwa alama za mwenye kuzungumzishwa ni hii te hapa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hii ndo karina yenyewe ambayo imekusudiwa kule katika darasa letu ya jana. Tamam. Hakadha. Wa qaimun, na qaimun hapa ni khabaru al-mubtada'i marfu'un bidhammati adh-dhahira. Tamam. Akaendelea wa ant, na anti pia bikasri at-ta'i, kwa kutiwa kasra lete yake, lilmukhatabati al-muannatha, kwa mwanamke mwenye kuzungumzishwa. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako, anti qa'imatun, anti qa'imatun. Fa an dhamiru raf'in munfasilun mabniyun ala as-sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un, wat-ta'u harfu khitabin. Tamam. Hakadha. Wa qa'imatun khabaru al-mubtada'i marfu'un bidhammati adh-dhahirati. Wa antuma, na antuma pia lilmuthanna, kwa ajili ya watu wawili wenye kuzungumzishwa, sawaun kana mudhakkaran au muannathan, sawa sawa wawili hao wawe ni jinsia ya kiume au jinsia ya kike. Tamam. Hakadha. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako, antuma qaiman,
nyinyi wawili ni wenye kusimama. Fa an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun ala as-sukuni fi mahalli raf'in, wat-ta'u harfu khitabin, wal mimu harfu imadin, wal alifu harfun dalun ala at-tathniya. Tamam. Wa qa'iman khabaru al-mubtada'i marfu'un bil alif li'annahu muthanna, wan nunu عوض عن التنوين في الاسم المفرد. usisahau hiyo tumeisoma kule juu. Tamam. Hakadha. Wa antum na antum lijam'i adh-dhukur al-mukhatabin, antum amboni ya kundi la wanaume wengi wenye kuzungumzishwa. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako antum qa'imun. Fa an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in, والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع. وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تمام. هكذا. akaendelea kusema Sheikh, وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. وأنتن لجمع الإناث يكون لwanawake wengi المخاطبات wenye kuzungumzishwa. Fi qawlika, katika kusema kwako أنتن قائمات. فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والنون علامة جمع النسوة. تمام. وقائمات خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو na huwa pia ni katika ismu dhamiri ambayo inakaa mawqi ya mubtada. Tamam. Hakadha tukasema wa huwa, na huwa lilmufrad alghaibi, kwa mwanaume mmoja aliyekuwa mbali. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako huwa qa'imun, yeye ni mwenye kusimama. Fa huwa dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in, wa qa'imun khabaruhu marfu'un bidhammati الظاهرة. تمام. هكذا. وهي نهي فيها للمفردة الغائبة، يا mwanamke mmoja alghaiba aliyekuwa mbali. في نحو قولك هي قائمة، فهي ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وقائمة خبره مرفوع بالضمة الظاهرة. وهما للمثنى الغائب، نهما ya watu wawili waliokuwa mbali, sawaun kana mudhakkaran au muannatha, sawa sawa wawe ni jinsia ya kiume au ya kike. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako huma qa'iman. Fahuma dhamirun raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in, wa qa'iman khabaruhu marfu'un bil alif li'annahu muthanna. Tamam. Hakadha. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهم نضمير يهم لجمع الذكور الغائبين. وهم نهم لجمع الذكور ya wanaume wengi alghaibin waliokuwa mbali. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako hum qaimun, wao ni wenye kusimama. Fahum dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in, wa qaimun خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. تمام. هكذا. akaendelea kusema وهن نهن لجمع الإناث الغائبات، نهن ya wanawake wengi waliokuwa mbali. Fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako hunna qa'imatun. Fahunna dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniyun 'ala al-fath في محل رفع، وقائمات خبره مرفوع بالضمة الظاهرة. تمام. هكذا. شيخ akasema thumma inna al-musannifa، thumma kisha inna al-musannifa, hakika mtunzi wa matnul ajurrumiyya rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu, mathala liwuqu'i ba'dhiha mubtada'an, alitoa mfano wa kuwa baadhi ya hizo dhamiri mubtada'an kuwa ni mubtada, biqaulihi, kwa kusema kwake nahwu qaulika, mfano kusema kwako ana qaimun wa nahnu qaimun. Tamam.
Ana maana gani? Ana maana kwamba mtunzi wa matnul Ajurrumiyya sasa rahimahullahu ta'ala katika mlango huu yeye alisema tu wal mudhmar 12 wa hiya, kisha akaanza kuzitaja tu pasi na kuzitolea maelezo yote, akazitaja kaenda utaona katika matni ukiangalia juu hapo sawa. Akaenda mpaka akafika kwenye wahunna, kisha akasemaje nahwu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wama ashbaha dhalik. Kwa maana mtunzi wa matnul Ajurrumiyya yeye hakutoa mifano kama aliyoitoa shekhe hapa chini kwenye sharhi. Shekhe hapa ametuchambulia moja baada ya nyingine, sawa sawa. Lakini mtunzi wa Ajurrumiyya yeye alizitaja zile dhamiri, kisha akatoa mifano miwili, akasema nahwu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imun wa ma ashbaha dhalika, sawa sawa. Kwa hiyo alitoa mifano hii miwili, ndio akasema shekhe thumma innal musannifa, kisha hakika mtunzi rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu, mathala, alitoa mfano liwuku'i ba'dhiha mubtada'an, alitoa mifano ya kuwa baadhi hizo dhamiri ni mubtada biqauli, kwa kusema kwake nahwu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imun, wa taqaddama i'rabu almithalain, na ilishatangulia i'rabu ya hii mifano mingapi? Miwili. Tamam. Wa taqaddama i'rabu almithalain, na ilishatangulia i'rabu ya hii mifano miwili. Wama ashbaha dhalika, na vyenye kufanana na mifano hii miwili, min al-amthilati sabiqa, katika nini? Mifano iliyotangulia. Sawa sawa. Tutaishia hapa na insha Allah taala kwa darasa letu tunafuatia tutakuja kuingia katika al-khabar na kusoma vigawanyo vya khabar. Wa ila huna antahi. Al-kamalu lillahi wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.